الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، jana ikhwati fillah, tumeeleza baadhi ya adabu qada'i al-haja, adabu ambayo yatakikana kufata wakati unapofanya haja kubwa ama haja ndogo. Na tukiendelea asema wala yamussu dhakarahu biyaminihi, ni kinyume na adab ya mtu kushika kwa mkono wa kulia dhakari yake, tupu yake. Wala yamsahu biha, wala hatumii, haifai kutumia kwa kuosha kwa mkono wa kulia, bimaana inafaa utumie mkono wa kushoto. Na hii ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha bala ahadukum fala yamussu dhakarahu biyaminihi, akikojoa mmoja wenu basi asishike dhakari yake kwa mkono wa kulia. Wala yastanji biyaminihi, na wala asijioshe, asijisafishe kwa mkono wa kulia. Hikma iliyoko ni kuwa kwanza, mkono wa kulia ni mkono ambao ni wa heshima, ni ya sharafi. Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yujibuhu at-tayammum, alikuwa anafurahia na kupendezwa kwa kile kitu ambacho kwamba ni kizuri kwa kutanguliza kulia. Kama ni kuingia msikitini, alikuwa akiingia kwa mguu wa kulia, na pia akitaka kupeana au akila alikuwa akitumia mkono wa kulia. Kwa hiyo ni fi'li ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha ndio mkono unayotumia kwa kula na kunwa, si heshima. Unajua tunazungumzia mambo ya adabu, si heshima wala si adabu ile mkono ambayo unatumia kwa kula na pia wakati wa kunwa, kwa sababu itaonekana Muislamu akitumia kushoto anapokula, anapokunwa, anaonekana hana adabu. Lakini Muislamu mzuri mwenye heshima na adabu, wakati wa kula anatumia mkono wa kulia, wala hatumii kushoto. Anayetumia mkono wa kushoto kwa sababu yeye pia yuashiriki katika kula na kunwa, na wakati unapokula kuja anza kwa bismillahi, huwa shaitani pia anakula na wewe, na hayo sisi tunayajua. Kwa hivyo ni mkono ambao unatumia kwa akli wa shurb. Almusafaha, unaposalimiana na mwenzako upeani mkono wa kushoto. Tunaona hao makafiri ndio napeana kushoto, yani wakisalimiana, lakini Muislamu anamsalimia mwenzake kwa mkono wa kulia. Kisha ile salamu peke yake ya musafaha ni sababu ya wewe kudondolewa na kutolewa madhambi, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wenda ikawa unachukulia ni rahisi, ni sahali, lakini ni ibada. Yani kubehave, kuwa na tabia, mienendo kama hiyo, ndiyo tafsiri ya Uislamu wako. Lakini Muislamu ambaye anaenda kinyume, akiingia chooni hata hana habari, hakuna tofauti baina yake na kulia na kushoto, ni Muislamu. Si kwamba Uislamu wako unabatilika, lakini huna adabu.
هنا إلى الخلق الحسن، لأن آداب سواء آداب الأكل أو أي آداب yoyote ni kuonyesha mienendo, tabia nzuri kwa kufuata mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na sheria, taratibu ya sheria. Kwa hivyo hufai kutumia kushika dhakari yako kwa mkono wa kulia wala kuosha na ile stupus, yani ya mbele ama ya nyuma. Wayastajmiru 3 au 5, na ikiwa anatumia mawe na mifano yake, ambapo tumeeleza wanahwihima, yani mfano wake inaweza kuwa ni karatasi, inaweza kuwa ni yani almindil almuballal at-tahir, ni ile tishu ambayo kwamba iko na maji wanaita wipes ambayo ni safi, au yaweza kuwa ni tishu, hata wakati mwingine yaweza kuwa ni kitambara. Kwa hivyo kitu chochote ambacho kwamba inakuwa mfano wake, na katika sheria ni iwe ni mara 3, yani kuosha iwe ni mara 3, na hicho ambacho kwamba unachokitumia mfano wa mawe, kwa sababu ikikosekana maji inakuwa ni second option, ni mawe na mifano yake iwe 3, isipungue 3, lakini iweze kuzidi kawa ni 5, 3 au 5, iwe ni witri, ndio sawa. Thumma yastanji bilma, kisha baada ya hiyo tena ajioshe na maji ikiwa itatosheleza, kwa sababu mfano wakati ambapo kuna maji hakuna haja ya mawe, hiyo maji ndio asli. Allah asema waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin, kila kitu ambacho kwamba kilicho na uhai na usawa ni kiweze kitumike kwa maji. Hayo ni mambo mengine ya kula, ya kunwa, lakini hata katika usafi, nadhafa, at-tahara, al-aslu huwa al-ma. Kwa hivyo ukipata yote mbili, siku hizi choo zetu si huwa iko na tishu, tumia hiyo tishu, si neno. Baada ya hapo tena utumie maji. Yani ni mtu ambayo anajifanya bidii katika suala la tahara, kwa sababu kufanya tahara ina faida nyingi sana. Kwanza sio option, sio choice, ni lazima. Allah asema inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah anawapenda wenye kutubia na wenye kufanya tahara. Tumesema kuwa ni takfiru dhunubi wal khataya, kuwa na kujitahirisha ama kuwa katika tahara ni sababu ya wewe kufutiwa madhambi, na tutaeleza katika wudhu insha Allah. Wa in ikhtasara ala al-istijmari, akitosheka na kutumia mawe na mifano yake, mfano wa tishu, ajzaahu, inamtosheleza. Yani si maana ukishatumia tishu na kitambara au ukatumia hizo sampuli zingine, bora tuwe kitu chochote ambacho kiko tahir na kinaweza kuondoa hiyo uchafu, inatosheleza. Itakuwa si lazima wewe kutumia maji. Lakini idha lam tatajawazin najasa mawdi'ul aada, ikiwa ile najis haijavuka ile mahali ya kuosha. Hali ya kuosha ni tupu ya mbele na tupu ya nyuma, kwa mwanaume na kwa mwanamke. Wala yujzi'u aqalla min 3 masahatin munaqqiya, haifai chini ya yani mara 3, kuosha mara 3, kutumia mawe 3 au tishu mara 3, tena iwe imetakasa, yani imesafisha kabisa, imefanya safi. Lakini kama haijatosha unaongeza, na ni vizuri kuendelea kuwa na kufanya witri. Umetumia mara 3, fanya mara 5, fanya mara 7, mpaka pale pawe pawe safi, kwa sababu hiyo ndio lengo. Alwudhu,
Wudhu ni at-tatahhuru bilma. Asli ya wudhu ni kutumia maji bighasli wa mashi a'dha'i muayyana min al-jism, kuosha na kusafisha viungo maalum. Allah asema ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Zote zimetajwa katika aya zile za faradhi kuosha, na alhamdulillah tunatawadha, kwa sababu huwezi kusali bila kutawadha. Ukitaka kusali lazima utawadhe, na kutawadha ni kuosha viungo maalum katika mwili wako. Alwudhu huwa taharatun ma'iyya. Ma huwa alwudhu? Alwudhu huwa taharatun ma'iyya, ni tahara ya maji, li'a'dha'in makhsusatin, wa viungo maalum, ma'a niyya, na hiyo nia ni at-taqarrub ila Allah ta'ala, kwa nia ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Wengine watawadha na husali, si wakati wa swala, lakini umetawadha kwa nia. Innamal a'malu binniyat, amali ya mtu inategemea nia yake. Kwa hivyo waweza kukaa na wudhu na unahesabika kuwa wewe uko katika ibada. Kam shurutu sihhatul wudhu, ni ngapi masharti ya wudhu kusihi? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, yani ikiwa mmoja wenu atapata hadath, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda, hawezi kubali Mwenyezi Mungu swala ya mmoja wenu akipata hadath mpaka atawadha. Kwa hivyo sharti, shurutu sihhati alwudhu thamaniyatun, ziko tano. Wa hiya alislamu, anayetawadha ni Muislamu. Asokuwa Muislamu akienda kutawadha, ile wudhu yake sasa atafanya nayo nini? Kwanza haswali, na hata akisema kuwa ataswali, kilitogomzuia yeye amali yake hiyo ama sala yake hiyo kusihi ni ile al-kufr, ni ile ukafiri. Fala yasihhu alwudhu min ghairi almuslim, hakuna wudhu kwa asiyokuwa Muislamu. Lianna alibadata la tuqbalu illa min muslimin, kwa sababu ibada haikubaliwi isipokuwa kwa Muislamu. Thaniyan alaql, falmajnunu au faqidu alaqli la yasihhu wudhu'ahu, mwenda wazimu na aliyepoteza fahamu, aidha kwa kuzimia, aidha kwa kuumia, ikawa sasa hajijui tena namna itakavyokuwa. Mtu ambaye akili yake haiko, kwa kuwa ni wazimu, amepoteza akili, hata akitawadha mara 100. Simuona kuna wenda wazimu wengine wanaingia msikitini, unaona anatawadha kwa sababu yeye haisabiwi ni ghairu mukallaf, hajakalifishwa. Almajnunu hatta yaqila, annaimu hatta yastayqidha, yule aliyelala mpaka amke, yule mwenda wazimu mpaka akili yake ifanye nini, yule aliyepoteza akili, alopoteza fahamu mpaka fahamu irudi. Sharti ya tatu ni at-tamyiz, ni kutambua, ni kujua. Manake wale watoto wadogo ambao hawajafika haddu tamyiz, umri ya kutambua na kujua, si watoto umeona wakitawadha wale wadogo wadogo wale wanacheza cheza tu, sangine ataweza kuingia chooni hajioshi, anatoka vile vile, kisha anakuja kufanya nini, anaingia na watu kwenye safu. Kwa wengine utaona kuwa mfano akiwa kwenye safu, mara yotoka yenda zake, kisha anakimbia, kisha anarudi kwenye, manake hiyo bado hajatambua, hajajua. Na hata akitawadha mara 10 ni vizuri kufundishwa. So Mtume ametuamrisha, muru auladakum bisalati wa hum abna'u 7, waamrisheni watoto wenu kusali wakiwa na miaka 7, na hapo ndipo mwanzo wa at-tamyiz, wa kujua na kutambua. Kwa hiyo yule mtoto mdogo, yani
bado hajakuwa mumayyiz na hafahamu ma yaf'al, fala yasihu min at-tifli ghayra al-mumayyiz. Mtoto ambaye ni mdogo bado hajafika umri ya kujua na kufahamu, itakuwa si lazima kwake yeye, yani atatawadha, lakini ile udhu yake haitosii. Al-istinjau au al-istijmar, suala la kujiosha na kujisafisha chooni, ambao tumeeleza kwa kutumia maji au kutumia mawe na vitu ambavyo kwamba vinavyofanana na mawe. Tuhuriyatul ma'i wa ibahatuhu, tahara ama usafi wa maji, kwa sababu maji ambayo utakayotumia kwa kutawadhia yeye ukaswali ni lazima iwe ni tahir mutahhir, maji ambayo yenyewe ni safi na pia inaweza ikakutahirisha kwa kutawadha nayo ama kwa kuoga. Lakini kama ni maji chafu au ni maji najis, itakuwa haijasihi udhu yako, ama udhu haijasihi. Izalatu ma yamna'u wusula al-ma'i ila al-basharati, kutoa kitakachozuia ile maji kufika katika mwili, hususan viungo vyote vya udhu na mpaka kufikia kwenye ile mipaka. Ukiosha uso ni kuanzia mimambatati sha'ri ila muntaha al-dhaqni, ni kuanzia hapo kwenye nywele inapotoka mpaka kufika kwenye mwisho ya ya kidevu, na sikio mpaka sikio nyingine, hiyo sehemu yote uoshe. Kwa hivyo kama kuna kitu kiko kwa hiyo sehemu ama mipaka ile ya kutawadha, basi udhu yako haitosihi. Na vitu ambavyo kwamba vinaweza kuzuia ile maji kutofika kwenye mwili, mfano ni rangi nzito. Rangi ni mtu akitumia rangi na imefika kwenye mwili wake, si rangi yoyote, lakini kuna rangi nzito inafanya nini? Inabakia kwenye mwili na maji haiwezi kufika. Unga pia ikikauka, ile unga, mfano umekanda unga ya ngano kupika chapati ama mahamri, ile unga mara nyingi hufanya nini? Uganda kwenye mwili, yatakikana uoshe. Rangi ya kucha, wanawake wana mtihani, wajua, aweza kujipaka rangi ya kucha au hata hii rangi ya piko. Baadhi nasi sema haizui. Sasa kule kutuzuia na kuzuia maji kutofika, sisi hatuna ujuzi nayo, lakini ikiwa hiyo, kwa sababu hiyo inakaa namna ambayo unaona hii kweli mtu akitawadha maji itafika kwenye mwili, uchafu mzito ulioganda, lengo na madhumuni. Hata glue, si mnajua glue? Ile glue pia yaweza kuganda pia. Katika ukienda kidogo kujitengeneza mwili na mashallah, yani nataka kurudi kijana, siku hizi wanakubandika vitu vingine kwenye uso. Kuna ile scrap, ile ni nzuri, yani inaosha inatoka, lakini unabandikwa sijui vitu hapo, ati pimples na nini itoke. Sasa ile mzee kidogo arudi kijana, unaona hivyo vitu vinaweza kufanya nini? Ikazuia maji kufika kwenye mwili. Kwa hivyo miongoni mwa masharti ya alwudhu ni izalatu, kuondoa ma yamna usul alma'i, kinachozuia maji kufika ila albasharati, yani kufika kwa ngozi. Bashara ni hii ngozi, hasa katika viungo vyote vya kutawadha, na kuhakikisha kwamba kila kiungo iko na mpaka. Natakikana mfano kuosha mkono ila almirfaqain, mirfaq ni hapa mpaka maji ifike hapa. Sasa katika sehemu hii ikiganda kitu kinachozuia ile maji kufika kwa ngozi, basi lazima uondoe, kwa sababu ni sharti miongoni mwa masharti ya alwudhu. Alla yatra ma yubtilu alwudhu,
yani isitokee kwake yeye kinachotangua udhu. Na tumeeleza jana, ukifanya haja kubwa, pate choo ama mkojo, na maskini kuna watu ambao wako na maradhi inaitwa salsalatul baul, yani mkojo kutosimama. Mtu kama huyo anatakikana angojee mpaka time ya sala, mfano ikimiwe kabisa, ndio aende akafanya nini, atawadhe ile muda mfupi ya sala, mkojo isitoke kwenye mwili wake. Ndio dukhulul waqti fi haqqi man hadathuhu daimun, ni kungojea wakati kwa yule ambaye kwamba ile hadathi yake, choo mfano ni maradhi ya choo, ile choo maji inatoka hapo, sasa utavalishwa pampers hapo, sio? Mtu ambaye atokwa na choo katika hali yake, watu wazima, wazee, wengine uvalishwa nini, pampers kama mtoto mdogo. Lakini inaweza kuwa na maradhi ya sukari. Sukari saa nyingine ni mbaya sana, ikiwa iko juu hata mkojo inaweza kuwa ikatoka bila kuli. Kwa hivyo mtu kama huyo unajijua wewe, yafaa ungojee time, wakati, ili utawadhi. Na hii ni sharti miongoni mwa masharti ya wudhu. Tutakomea hapa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla an yuwaffiqana bima yuhibbu wa yarda. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.